Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaenda kuanza kipindi chetu cha tafakari la neno la Mungu. Kabla tujaanza, watazamaji wote waweze kuwa na Biblia zao, tujiandae na tafakari letu. Kwanza tuanze kwa maombi kwa kumshukuru Mungu. Asante Mungu Baba siku ya leo kwa kutulinda kuanzia asubuhi mpaka sasa. Tunapoenda kuanza kipindi chetu cha tafakari la neno. Mwenyezi Mungu aweze kutubariki kianze na kumaliza salama. Katika njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa siku njema ya leo. Tunamshukuru pia kijana kwa kutufungulia kwa sala. Ni jambo jema, anasema ni neno jema kumshukuru Mungu. Na anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana, Zaburi ya 150. Kwa hiyo tusijali umri, tusijali chochote kile. Kila mwenye pumzi. Maana yake ni kwamba hata mtoto aliyezaliwa sekunde hii anatakiwa kumsifu Bwana. Na anamsifuje Mungu? Anamsifu kwa ile shukrani yake, kwa kule kuifurahia dunia, kwa matendo anayoyatenda yanaonyesha kufurahi. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu, tuwakuze katika njia zinazomwelekea Mungu, ili waendelee na wao wafundishe kizazi hata kizazi. Neno la Mungu linatakiwa Mungu yule tunamwamini aendelee kutukuzwa hivyo hivyo, kwa sababu hatari inayokuja ni kwamba kizazi cha maendeleo ya sayansi na teknolojia yanakuja na changamoto nyingi kiasi kwamba inaonekana kwamba saa nyingine pengine kumtukuza Mungu ni jambo lisilo na maana, ni jambo ambalo si la msingi. Hapana, tukienda namna hiyo samahani, tunakuwa tunakosea. Kwa hiyo tujijenge katika kumtukuza Mungu, tuwajenge watoto wetu pia katika kumtukuza Mungu, kulisifu na kulitukuza na kulihimidi jina lake kila siku, kwa sababu yeye ni Mungu wa miungu. Yeye ndo anayefaa kuabudiwa, yeye ndo anastahili sifa zote, yeye ndiye Bwana. Basi leo tuangalie mstari mmoja tu katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 3. Nami nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi upendezwe na uaminifu. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Umtumaini Bwana ukatende mema. Jambo la kwanza ni kumtumaini Bwana. Ninamtumaini vipi Bwana? Ukisoma maandiko kitabu cha Mwanzo kunasema ikawa usiku ikawa mchana siku ya kwanza. Ikawa usiku ikawa mchana. Kumbe siku inaanzia usiku kabla hata ya mchana. Mambo yanaanza katika roho na yanakuja sasa katika ulimwengu wa mwili. Ili kitu kitokee katika ulimwengu wa mwili, lazima kwanza kianzie katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo lazima tuangalie, je, katika ulimwengu wa roho tumejikita vipi? Tumejiweka namna gani? Na kuna sehemu mbili tu. Kuna upande wa nuru na upande wa giza. Kuna upande wa nuru na upande wa giza. Basi, hakuna zaidi ya hapo. Je, mimi najiungamanisha na upande upi? Kama nimejiunganisha na upande wa nuru, basi lazima tumaini langu liwe kwa Mungu na kwa Mungu tu. Nisichanganye na chochote kingine. Kama Mungu hajataka, basi yani isiwe kwamba inawezekana na matamanio fulani. Kile ninachokitaka mimi kikienda kinyume na mapenzi ya Mungu ndio yafanyike. Kama Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa Getsemani pale bustanini, aliposema, Bwana, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ila si kwa mapenzi yangu mimi bali mapenzi yako yatimie. Kwa hiyo yeye ndo awe wa kwanza. Yeye anachoamua yeye ndio kifanyike. Mapenzi yake yatimie. Mapenzi yake yeye ndio yatimie. Sio mapenzi yangu mimi bali mapenzi yake. Umtumaini Bwana. Tumaini langu mimi nimeliweka wapi? Tumaini lako mtu wa Mungu umeliweka wapi? Kama tumaini letu ni kwa Bwana, lazima yeye ndo atakuwa
kipaumbele chetu. Tutaanzia kwake kwanza. Nimesema siku inaanza unaanza usiku alafu ndo mchana. Ikawa usiku ikawa mchana siku ya kwanza, ikawa usiku ikawa mchana siku ya pili, ikawa usiku ikawa mchana siku ya tatu. Kwa hiyo tunaanza kwanza kujijenga katika ulimwengu wa roho. Tunaanza kwanza kuiamuru siku yetu. Tunaanza kwanza na Mungu. Tunakaa na Mungu kwanza, atupe direction, atupe guidance, atueleze nini cha kufanya, namna ya kuenenda katika siku ile. Mungu anamuuliza Musa, una nini mkononi? Anasema ninayo fimbo. Anamwambia itupe chini. Mungu ananiuliza mimi na wewe pia, una nini mkononi? Tatizo sisi tunaenda katika maeneo mbalimbali, hatuendi na fimbo. Lazima tuende na fimbo. Lazima tuanzie katika eneo la kumtukuza, la kutafuta uso wa Mungu. Lazima kwanza nianze katika eneo yani nianzie tumaini langu lilipo. Nianzie pale ambapo kwenye chimbuko langu, ambapo ndiye aliyeniumba. Ameniumba kwa sura na kwa mfano wake. Kwa hiyo nimwendee yeye, tumaini langu liwe kwake. Kwa nini? Yeye ndo mwenye uwezo wote. Yeye ni El Shaddai. Yeye ni Ebeneza. Yeye ni Yahweh. El Shaddai kwa maana ya kwamba multifaceted. Ana vyote vya kugawa kwa wote, bila mtu kukosa na bila manunguniko, bila malalamiko, bila kusumbuana katika hali moja au nyingine. Kwa hiyo tumtumaini Bwana. Hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili anasema ukatende mema. Lazima tukae katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Lazima tutende mema. Lazima tuachane na njia mbaya, tutende yale yanayompendeza Mungu. Tumeumbwa ili tutende matendo mema. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Waefeso 2:10. Waefeso 2, Efeso sura ya 2 mstari wa 10 nasema, maana tu kazi yake tumeumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo toka awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kumbe mimi na wewe tumeumbwa ili tuyatende matendo mema. Anasema maana tu kazi yake tumeumbwa katika Kristo Yesu. Namna sasa anatueleza jinsi alivyotutengeneza. Tumeumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo toka awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo ndani yetu tumetengenezwa na DNA ya kutenda matendo mema. Tukiachana na ile corrupt nature, ile namna ya uharibifu ambayo iliingia hapo katikati, tukirudi katika default mode, tukirudi katika ile njia ambayo tulifundishwa, tuliumbwa nayo, ile njia ambayo Mungu anamwambia Yeremia kwamba tangu tumboni mwa mama yako nalikujua, ile njia ambayo Mungu alinijua mimi toka nikiwa tumboni mwa mama, ni njia ya kwenda kutenda matendo mema. Ndio maana anasema umtumaini Bwana ukatende mema. Kwa hapa ni principles za maisha tunapewa. Principle ya kwanza ni kumtumaini Bwana. Principle ya pili ni kutenda mema. Anasema ukae katika nchi. Kwa sababu gani? Mbingu ni za Mungu, nchi ni ya wanadamu. Sisi ni dominion. Tumepewa utawala juu ya ardhi hii, juu ya nchi. Tukatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe kitambaacho juu ya uso wa nchi. Maana yake ni kwamba tuna mamlaka juu ya simba, tuna mamlaka juu ya faru, tuna mamlaka juu ya tembo, tuna mamlaka juu ya chui, tuna mamlaka chochote kinachotembea juu ya ardhi, kinachotambaa juu ya ardhi. Nyoka. Nasema tumepewa mamlaka juu ya nyoka na nge na juu ya yule muovu. Kila njia ya yule muovu tumepewa. Luka 10:19. Tukisimama katika njia hizi, kwa sababu yani hii ndio sehemu ambayo Mungu ametuita ili tuwe mabalozi. Kwa hiyo ndo location ambayo ameweka baraka zake kwetu. Ina maana mimi nikienda nje ya eneo hili nitakuwa sio dominion pale, nitakuwa sina mamlaka. Yani
labda niseme hivi, rais wa nchi hii akienda katika nchi nyingine, ile title yake ya urais bado itakuwapo, lakini hawezi kutoa kwamba bana hapa fanya hiki fanya hiki. Kwa sababu sio eneo lake, sio territory yake. Kwa territory ambayo sisi tumepewa ni katika nchi. Nasema ukae katika nchi. Tumepewa. Kwa hiyo popote ambapo sisi kama wanadamu tupo katika huu uso wa dunia, katika huu ulimwengu, tumepewa nafasi ya kutawala. Sisi ni dominion katika eneo hilo. Anasema upendezwe na uaminifu. Sasa hii ni tunu ambayo inapotea sana. Uaminifu ni tunu ambayo sasa inapotea. Kwenye chemistry wanaita disintegration. Wataalamu wa kemia, kuna element inaitwa uranium kubwa, lakini ina undergo kitu inaitwa spontaneous disintegration. Ina momonyoka, inakuwa vitu vingi vidogo vidogo. Ndivyo ambavyo sasa hivi hii tunu ya uaminifu ina momonyoka namna hiyo. Tunakosa uaminifu, tunakosa kuwa katika njia ambayo inatupeleka unajua uaminifu unatupa kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Tukipata tu kibali mbele za Mungu, tusipokuwa na kibali kwa wanadamu, hatutatoboa, hatutakwenda mbali. Kwa sababu Mungu anawatumia binadamu wenzetu kutubariki, Mungu anatumia watu wengine kutubariki. Lakini cha ajabu pia shetani atatumia watu wao pia kutuangamiza. Kwa lazima tuwe katika njia, tuwe katika ule ulinzi wa Mungu, tuwe katika ule ukigo ambao tumewekewa na Mungu. Mojawapo kati ya vitu ambavyo vinautunza ule ukigo wa Mungu katika maisha yetu ni uaminifu. Uaminifu unaweza kuwa ni kitu kidogo sana, lakini ukasababisha madhara makubwa sana, au tukakosa vyote. Unaweza ukawa na ufahamu au akili nyingi, unaweza ukawa mtaalamu wa jambo fulani, lakini ukikosa uaminifu hauwezi kukaa. Angalia taasisi mbalimbali. Tuchukulie mfano sekta ya fedha, taasisi kama benki. Mojawapo kati ya vitu ambavyo benki inaangalia ni uaminifu wa mtu. Kwa nini? Unapewa dhamana ya kukaa na fedha za watu. Sasa ukiwa mtu wa tamaa, ukiwa mtu ambaye huna uaminifu, ukiwa mtu ambaye unaweza kuturubunika hapa na pale, siku zote utaingiwa na tamaa, utataka kuweka mkono mrefu. Mkono mrefu ule utakusababishia utapoteza nafasi yako katika ile taasisi. Uaminifu katika hali ya maisha inatuondoa katika changamoto mbalimbali, kwamba mtu awe na ile track record, mtu ajue kwamba hapana, iwezekane mtu kusema kwamba hapana, hili swala huyu hawezi kufanya kwa sababu namfahamu alivyo, nafahamu tabia zake, hichi hawezi kufanya. Yani mtu asimame kuwa wakili wa kwangu, kuwa wakili wa kwako kwa ajili ya matendo yangu. Mojawapo kati ya matendo hayo ni uaminifu, ambayo hii ina disintegrate sasa, inapotea tunu hii ya uaminifu. Inaondoka. Hebu angalia mfano mmoja. Miaka ya nyuma, wakati bado teknolojia ikiwa chini, yes, tulikuwa nje ya wakati na nini, lakini wakati huo ilikuwa unaweza kumpa fedha mtu kwamba bana, wewe unakwenda kijijini kule, hebu mpelekee mama yangu mzazi hichi kiasi kidogo, hiki kiasi cha fedha. Na yule anafika, umeandika barua, ndani ule umeweka fedha kiasi fulani, na anajua kabisa akishika hivi ile barua, kwa sababu anajua ile bahasha yenye barua peke yake, lakini pia kuna kitu kingine inafahamika, na ile barua inaenda inafika. Watu walikuwa wako pengine wameenda masomoni nje, wanakuja wakiwa kule wanatuma fedha kwa namna mbalimbali, japo ilikuwa ni changamoto sana, lakini zinawafikia watu wengine huku. Wako baadhi ya watu walikuwa waaminifu na wanawasaidia pengine labda kujenga au miradi mbalimbali, wanaendeleza miradi yao. Wale wakija wanakuta miradi yao iko vizuri, wanaendeleza.
na inawabariki wote, yule aliyefanya uaminifu na huyu aliyetuma anabarikiwa kwa kupata ile huduma aliyokuwa anaitaka. Na wewe uliyefanya kwa uaminifu, Mungu anakupa tunu yako. Mungu haachi kukulipa kwa yale matendo mema, ikiwemo hili la uaminifu. Lakini sasa hivi hii tumeipeleka wapi? Sasa hivi unataka kutuma pesa hata kwa njia ya mtandao, kuna watu wanaitwa hackers, wanakamata juu huko hewani, wanaingia katika akaunti za watu, wanaiba fedha. Uaminifu uko wapi? Uaminifu unakwenda wapi sasa hivi? Kwa hiyo tunapewa kanuni za maisha. Leo hapa katika neno hili la Zaburi 37 mstari wa 3 linatufundisha kanuni kama 4 hivi. Jambo la kwanza, tumtumaini Bwana. Jambo la kwanza kabisa ni imani yetu iwe kwa Mungu. Tumtumaini Bwana na Bwana tu. Tumtumaini yeye tu, si vinginevyo. Tumtumaini Bwana. Jambo la pili, tutende mema, ukatende mema. Jambo la tatu, tukae katika nchi. Baraka zetu sisi, sehemu ambayo tumepewa sisi dominion, sehemu ambayo tumepewa sisi kutawala ni ulimwenguni, ni hapa duniani. Ndio sehemu ambayo tumepewa kwamba nchi ni ya wanadamu na mbingu ni za Mungu. Kwa hiyo eneo letu la kujidai, uwanja wetu ambao tumepewa haki ya ubalozi ni dunia, ni hapa ulimwenguni. Kwa hiyo lazima tukae hapa. Nikipoteza haki yangu ya kukaa duniani, kwa maana ya kwamba nikifa siwezi kutawala, yaani huu mwili wa nyama ndio unaonipa uhalali wa kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo ni utunze huu mwili, nijue kwamba hili ni hekalu la Roho Mtakatifu, nilitunze, ni hakikishe naenenda katika njia zile zinazompendeza Mungu nikiwa niko hapa. Sio mpaka nisubiri kufika huko, hapana. Nikiwa hapa niishi kama ninavyotakiwa kuishi kule, yaani ule utukufu na kule kumsifu Mungu nianzie hapa, nikae katika nchi, nianze hapa kumtukuza na kumsifu Mungu, nianze hapa kuishi kitakatifu, nianze hapa kuuacha uovu, nianze hapa kutembea katika njia zinazompendeza Mungu, nianze hapa kuwapenda wenzangu, nianze hapa kuacha kiburi, nianze hapa kuachana na yale yote ambayo yanampendezi Mungu na kutenda yale ambayo yanampendeza Mungu. Na anasema ukatende mema, ukae katika nchi. Anasema upendezwe na uaminifu. Kama tunapendezwa na uaminifu, hatuhitaji mtu kutufuatilia, hatuhitaji follow up, hatuhitaji mtu au system iwekwe au mfumo fulani wa kuwekwa wa kutufuatilia. Kama ninajua majukumu yangu, nimeingia kazini saa 2, saa 1, saa ngapi, ninafanya majukumu yangu. Ukifika muda wa kwenda labda kuondoka katika eneo la kazi kwenda katika eneo la chakula, nifike pale nifanye kile kinachotakiwa kukifanya, nirudi katika majukumu yangu. Labda nimefika muda wa kuondoka kurudi nyumbani, nifike niende nyumbani. Au kama kuna sehemu nakwenda ambayo iko sahihi, iko katika njia ambazo zinampendeza Mungu, na kwenda pale nafanya kile ambacho kinamtukuza Mungu. Labda naenda mazoezi ya kwaya, naenda chochote kile, naenda kanisani, naenda kumsifu Mungu, naenda kumshukuru kwa siku ilivyokuwa na kadhalika na kadhalika. Lakini nipendezwe na uaminifu, nipendezwe na uaminifu. Hili ni jambo ambalo linaenda likiwa linapungua sana. Mojawapo kati ya kitu ambacho maendeleo ya sayansi na teknolojia imetuletea ni kupungua kwa uaminifu. Sayansi, teknolojia imeenda juu sana, lakini pia kumekuwa na maongezeko sasa ya hackers, attacks mbalimbali. Kwa hiyo nilikuwa naangalia siku moja nikapata clip kwamba kumbe tumezoea kupiga picha, unanyosha vidole, unasema cheers, cheese, unapiga picha. Kumbe unanyosha vidole vyako viwili, watu wana scan zile fingerprint zako. Wanaitumia kwenye benki, wanaitumia sehemu mbalimbali ambazo labda kufungua mlango, sehemu ambayo ungeweka fingerprint na kufungua, wanapata zile alama zako za vidole. Na alama za vidole ni unique, ni tofauti kwa kila mtu katika sisi wote tulioko duniani bilioni 7 na zaidi.
Kila mtu ana alama zake. Wote bilioni 7 na zaidi, tukiushika ulimwengu huu kwa uaminifu, basi dunia itakuwa sehemu nzuri ya kukaa. Lakini tukikosa hii tunu ya uaminifu, tutafanya hapa panakuwa mahali pa vurugu, mahali ambapo hapa pendezi tena. Tukae katika nchi, tupendezwe na uaminifu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tufunge kwa sala. Baba mtakatifu, uketie mahali pa juu kabisa palipoinuka, tunakushukuru kwa siku njema ya leo. Baba, umetupa kanuni miongoni mwa zile kanuni zako nyingi. Wewe ni Mungu wa kanuni. Umetupa kanuni kwamba tunatakiwa kutumaini wewe, tunatakiwa kutenda mema, tunatakiwa kukaa katika nchi, lakini zaidi sana tupendezwe na uaminifu. Tunaomba Baba utukumbushe mara kwa mara pale tunapokosa uaminifu, ili turudi katika toba na kuacha njia hiyo ya uovu na kusimama katika njia inayokupendeza wewe, ili siku zote tulitukuze jina lako na kukurudishia wewe utukufu. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana.